ndoa haijapata kuwa wazo wala dhana ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu aliyeibuni ndoa kwamba ndio njia bora na rahisi ya kutunza mahusiano na yale majukumu kati ya mwanamume na mwanamke, na kubeba dhana au ile dhamana ya kuleta watoto ambao ndio chanzo cha kukua kwa jamii njema na hatimaye taifa, kwa kuwa asili ya ndoa ni Mungu. Na hapa ningeomba tutambue kwamba ndoa ni zawadi ya Mungu iliyokusudiwa kwa ajili ya furaha na nguvu ya watu wawili wanaoingia katika ndoa kwa manufaa ya jamii nzima ya kibinadamu. Lakini vile vile Mungu alituumba mume na mke, na akatukirimia wanadamu vipawa vya mtu kuwa na mwenzi, kuwa na uwezo wa kupenda na uwezo wa kutunza na kulea watoto. Lakini vile katika kitendawili hiki cha ndoa, Yesu mwenyewe alithibitisha agano la ndoa kwa kuufunua upendo wa Mungu kwa yeye mwenyewe kujitoa pale msalabani. Na hili nitalirudia baadaye. Naomba ulikumbuke kwa sababu ni kitendawili kizuri sana kinachotufungulia nguvu katika ndoa. Lakini vile vile ni Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia. Anawasaidia watu wale wanaoungana katika ndoa kuwa alama hai. Naomba nirudie, kuwa alama hai za neema, za upendo na uaminifu wa Mungu kwa mwanadamu. Cha mwisho ambacho tutakizungumza sana hapo baadaye ni ndoa ni kufukua visima vilivyofukiwa na Wafilisti ambavyo Mungu aliweka hazina ya ndoa alizokusudia. Nimetumia neno Wafilisti kwa sababu huko mbele nitatumia mfano huu. Adui amevifukia visima vya hazina ya vipawa ambavyo Mungu ameviweka katika ndoa. Adui amevishikilia na anavitumia vibaya. Vipawa ambavyo adui akikamata ndoa anaitumia vibaya sana. Adui hawezi kuchimba kisima cha agano la ndoa, lakini ana uwezo wa kufukia. Lazima watokee waliosimama katika agano la ndoa takatifu waweze kufukua hivi visima, na wakiweza kuvifukua wakapata yale maji, watasema Bwana ametufanyia nafasi.